Baada ya Simba kupata maboresho makubwa ya ratiba katika upande wa CAF Champions League na mchezo wao kusogezwa dhidi ya Esperance de Tunis, mchezo wa marudiano kuonekana kwenye ratiba ukiwa ni mchezo ambao unapaswa kupigwa mnamo tarehe moja ya mwezi wa pili mwaka 2026. Kikosi cha wekundu hao wa Simba tayari wamepangiwa kushiriki mechi nyingine au wamepangiwa kucheza na kushiriki mchezo mwingine wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Yote kwa yote ni kukimbizana na kuendana na ratiba. Mchezo wa kiporo ambao katika nafasi hiyo kwa upande wa wana wa Mnyamani wekundu wa Simba watapaswa kucheza ni moja ya mchezo mgumu na moja ya mchezo ambao pia wanahitaji kutimiza kila ambacho wamejiwekea kama sehemu ya mtaji mkubwa na kila ambacho wanaamini ya kwamba ni kitu cha ziada katika nafasi hiyo, na kuhakikisha pia timu inakuwa katika mentality na ubora mkubwa zaidi uliotukuka katika mengi na yale ambayo tunazidi kuyatazama katika nafasi hiyo. Sasa taarifa muhimu zaidi ambayo unapaswa kuijua na kuitambua ni kwamba coach Steve Barker ambaye ni kocha wa Simba tayari kathibitisha na kaweka wazi zaidi ya kwamba kuelekea katika mchezo huo Simba dhidi ya Mashujaa ni moja mchezo ambao atawatumia baadhi ya wachezaji wake wapya ambao tayari kawapata, lakini pia atakwenda kuwatumia baadhi ya wachezaji ambao hawakupata nafasi katika mchezo wake wa juzi dhidi ya Esperance de Tunis, lakini mchezo ambao Simba anacheza kwa tahadhari kubwa akijiandaa na maandalizi ya mchezo wake wa marudiano dhidi ya Esperance de Tunis, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha mnyama anazikomba na kuzikusanya alama 3 za kila mchezo katika nafasi hiyo, ili kuhakikisha kwamba pia timu inazidi kuwa katika ubora mkubwa, mentality ya hali ya juu na ubora wa mengi yaliyotukuka katika nafasi hiyo. Sasa taarifa muhimu zaidi mwana michezo unayopaswa kuijua na kuitambua pia ni kwamba coach ameweka wazi kuwa na mabadiliko kwenye kikosi chake. One of the expectation ambayo tunapaswa kuwa nayo ni katika upande wa mabadiliko kikosi hicho cha wekundu wa Simba tutarajie kutazama mabadiliko yakiwa yanafanyika katika upande wa baadhi ya wachezaji wakipata nafasi ya kupumzika katika nafasi wakati ambao pia baadhi ya wachezaji moja kwa moja wakipata nafasi ya kuingia kwenye kikosi ili kuhakikisha pia timu inakuwa katika mentality ya hali ya juu. Tutazama wachezaji hao 11 ambao wanakwenda kuanza katika upande wa Simba. Golikipa yupo Jibril Kasar Tanja ndiye ambaye anazidi kuaminika katika nafasi hiyo. Then fullback right, beki namba 2 yupo Mwamba Shomari Kapombe ndiye anacheza kama beki namba 2. 3 yupo Anton Sixbert Mrigo anacheza kama beki nambari 3, wakati Ismail Olivier Tor anacheza kama beki nambari 4. 5 ni Wilson Nangu anacheza kama beki namba 5, then 6 anacheza Yusuf Kagoma. 7 yupo Ribase Guye anacheza kama nambari 7, wakati nambari 8 anacheza Nabi Kamara. 9 yupo Seleman Gomez Mwalimu ndiye anacheza kama nambari 9, wakati nambari 10 yupo Morris Abraham akicheza kama namba 10, na 11 akimaliza Eri Mpanzu Volcano akiwa ndiye anahitimisha idadi ya nyota 11 kutoka katika upande wa kikosi cha wekundu wa Simba na moja nyota ambao anakwenda kufanya vizuri zaidi. So hao ndio wachezaji 11 ambao coach anakwenda kuwatumia kuelekea katika mchezo wake dhidi ya wazee wa mapigo na mwendo Mashujaa FC, mchezo ambao unataraji kureka hisia za watu wengi, mchezo ambao unataraji kuwa na ushindani mkubwa zaidi tu. Nani unamtakia ushindi kati ya Simba dhidi ya Mashujaa, mechi ya tarehe 29 kesho kutwa, wakati ambao pia mnyama mwituni mechi yake hiyo itapigwa saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Maoni yako ni muhimu, lakini pia hakikisha umeweza kusubscribe Sky Media, chagua la wengi na sehemu ambayo unabarika na kuzipata taarifa zote zenye ubora na uredi mkubwa uliotukuka.